Na mbele yako ni Mikoi Kisugu, yupo ndani ya Bipo kuunguluma zaidi kuelekea mchezo wao unaopigwa majira ya baadaye hapo dhidi ya Al Masry huko Misri. Kaka, shikamoo. Marhaba, mambo vipi? Habari yako? Alhamdulillah rabbil alamin, namshukuru Mungu. Kabisa. Kwema, namshukuru Mungu, kila jambo linakwenda sawa sawa. Kila jambo linakwenda vizuri. Kama umepoa hivi. Hamna, sijapoa, ila hali tu ya mambo na namna ambavyo ilivyo na mambo ambayo yalotokea ndani ya wiki mbili zilizopita. Kwa sababu naamini watu wengi sana walikuwa wamenimiss kwa sababu nilikuwa na changamoto za kiafya katika familia. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, kila jambo limekaa vizuri. Lakini nichukue nafasi hii kupitia ninyi Bipo TV niwashukuru sana madaktari wa Muhimbili, hususan katika kitengo cha MOI. Kiukweli wamenipa faraja kubwa, wamefanya kazi kubwa, wamefanya kazi nzuri na namna ambavyo walivyopambana, wamepambania afya moja katika familia yangu. Ni jambo la kuwashukuru, lakini la kuombea sana. Lakini pia tuipongeze sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lazima tukubali, tukiri kwa namna moja au nyingine katika swala la afya kuna mambo mengi yamebadilika. Kimsingi katika jambo ambalo mmenipitia katika changamoto ya afya, ukichukulia miaka 5 au miaka 10 nyuma iliyopita, nilikuwa lazima niende India. Lakini leo kuona namna ambavyo matibabu yale nimepata ndani ya Tanzania, hususan katika hospitali ya Muhimbili katika kitengo pale cha MOI, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia la kuombea madaktari. Wamefanya kazi kubwa, wamefanya kazi nzuri. Nimshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah rabbil alamin. Kwa hapo umekaa leo uamini kwamba Mwenyezi Mungu amekusaidia, au umepaa kwa ajili ya maneno, umepoa kwa ajili ya maneno ya kocha yule wa Misri amesema anataka 5? Si tuko vizuri, tuko sawa sawa. Unajua siku zote gari unaanza kuiweka katika free. Unapotaka kuondoka unaweka kwenye namba 1, utakwenda kwenye namba 2, utatafuta kwenye namba nyingine. Ukimwona mtu katika gari anaanza kuweka namba 4, namba 5, maana yake huyo hastahili kwa dereva. Dereva ni yule ambaye anafanya taratibu dereva. Kwa hiyo mimi niko vizuri, niko sawa sawa. Unajua fundi wa kuongea unaanza kwa vituo, unapanda unashuka, ndio inavyotakiwa. Bwana, watani wenu wameshikilia neno moja tu. Wanakuambia kocha kashaongea anataka 5, maana akija huko anakuja kupa kinyuma. Yaani ukizungumzia watani unamaanisha nini? Unamaanisha nini? Hivi watani wako wamemsikiliza kocha wa Al Masry. Umeona? Kwanza niwapongeze sana zaidi ya sana watani. Kama kweli wao wanakaa mindset zao, wanaangalia mechi ya shirikisho barani Afrika, wanaangalia walimu wakubwa na kuwasikiliza katika bara la Afrika, ni jambo la kuwapongeza kwa sababu wanajua ndio michuano mikubwa ambayo iko katika bara letu la Afrika. Maana yake unakwenda kuzungumzia Champions League, maana yake unakwenda kuzungumzia shirikisho barani Afrika. Kwa sababu wao yawezekana wameshabadilika kwa mindset zao, wamekuwa watu wa mpira kidogo, lazima ufuatilie mashindano ya kimataifa yanavyokwenda. Kwa hiyo wao kama umekwenda kumsikiliza kocha wa Al Masry anayezungumza, kwanza lazima niwapongeze watani kwa sababu wanaonyesha namna moja namna nyingine sasa wanajua thamani ya mashindano ya kimataifa. Kwa hilo tuwapongeze sana, ni jambo jema, ni jambo zuri kwao. Nataka kuniambia walikuwa sio watu wa mpira huko. Yes, hilo jambo liko wazi. Wao hawakujua umuhimu wa haya mashindano na ndio maana wamekuja kuondolewa katika mashindano nyumbani kwao. Wamekosa zaidi ya 2 bilioni 2 wakiwa katika uwanja Benjamin William Mkapa, inatakiwa goli moja. Maana yake hawakujua umuhimu haya mashindano. Late kama wangekuwa wanajua haya mashindano, wangeamua kuweka nguvu katika mashindano yale ya klabu bingwa barani Afrika. Maana yake mechi ya jana tuliyoshuhudia kati ya MLS Alger na nani wale? Na South Africa wale. Si ndio? Na Mamelodi. Si ndio? Maana yake mechi ile watu wangeshuhudia katika uwanja Benjamin William Mkapa. Lakini moja tu niwaambie watani waendelee kukata ticket, ngoma itarudiwa tarehe 9 katika uwanja Benjamin Mkapa. Unawahamasisha waje? Waje. Kama kweli watu wa mpira lazima waje kuangalia mashindano ya kimataifa. Leo mwana mpira, mtu wa football, kama ukuangalia Champions League, kama ukuangalia shirikisho barani Afrika, unaangalia nini? Ligi kuu. Bwana Kisugu, hawakuishia hapo, wakasema hivi, ili kuwafunga mdomo lazima mfike pale walipofika wao. Na muendeleze, yani na maana mchukue kombe kabisa, lakini msipofika hamna kitu bado. Shida wa Tanzania wengi ni wavivu wa kusoma. Na ndio maana siku zote na wasi sana wa Tanzania wanapoamua kuhifadhi pesa zao, basi wachukue 20,000 30 waweke kwenye kitabu alafu waweke mezani. Pesa inaweza kukaa mwaka mzima. Kwa sababu moja asili ya Tanzania, asilimia kubwa ni wavivu wa kufanyaje? Wa kusoma.
Kwa hiyo watani hiko ambacho wanachozungumza wanaonyesha dhahiri shahiri kwamba wao ni wavivu wa nini? Wa kusoma. Maisha ya wanadamu kuna vitu viwili. Kuna maisha ya uasilia na kuna maisha ya historia. Historia inakukumbusha ulikotoka, alafu uasilia unakupa pale ambapo ulipo. Hakuna historia yoyote ambayo mwanadamu mwenye akili timamu kama mimi anaweza kuikataa. Mashindano ya Simba anacheza finali ya shirikisho barani Afrika. Hayupo. Ukimwona mtu anakataa ni mtu ambaye ana matatizo kwenye mindset zake. Mwaka huu wakati shirikisho la mpira barani Afrika linakwenda kupanga ratiba, MC wa mashindano yale wakati anakwenda kusema Simba wanakwenda kucheza na Al Masry, si ndio? Akaenda kuizungumzia historia ya Simba kwamba kwenye mashindano haya 1993 ameshawahi kucheza finali. Mshehereshaji wa kafu, shida lugha. Watu waelewe. Au watani hawaelewi. Shida lugha. Laiti kama mtu unajua lugha, kwa maana yake unakifahamu Kiingereza vizuri, huwezi kukataa kwamba mashindano ya Simba hajacheza nini? Finali. 1993 Simba amecheza finali katika uwanja wa Uhuru. Mgeni wa heshima kwa almarhum mzee wetu Al Hassan Mwinyi, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema. Wakati huo mzee Salungi akiwa waziri pia naye alikuwepo. Yote kwa yote tunaendelea kuombea kheri kwa Mwenyezi Mungu, aendelee kuwapa malazi mazuri. Wanakuambia sio miaka ile mpira ulikuwa hujaendelea, miaka hii mpira umeendelea. Kisugu wenzako wanaendelea kutamba. Mpira umefanya na hili kasema mdogo wako, ndio maana naafikisha. Nani? Sidosa. Kasemaje? Anakuambia amecheza mpira nyuma. Simba anacheza finali ya 93. Dosa hajazaliwa. Na siku zote vijana ambao walizaliwa kuanzia 94 katika hili lazima wakusumbue. Moja, nimesema hapo awali kwamba nyinyi vijana wa leo, kizazi chenu cha Instagram, hamtaki kuishi katika historia. Lakini kama mtu akija kusema mimi bingwa wa kihistoria, nyinyi mnamkubalia. Lakini mwingine akitoa historia yake, nyinyi mfanyaje? Hamuhitaji. Lakini ukweli uko pale pale. Haitaweza kutokea katika dunia yote duniani kwamba maji na mafuta yafanane. Hakuna namna yoyote ya kuja kufananisha kati ya nazi tuilake na maziwa. Maziwa yatabaki kuwa maziwa, nazi tuila nazi tabaki kuwa nini? Tuila nazi. Hivi nazungumza na wewe vijana wako South Canal. South Canal ni mto ambao umepita kwenye bahari ya Sham, bahari ambayo Nabii Musa alayhi salatu wasalam alipiga fimbo akaenda katawanyika. Sasa hivi Shomari Kapombe akikaa pale Golfani alikokaa kwenye hoteli akiangalia, anapaona pale ambapo Nabii Musa alipopiga bakora, bahari kafanyaje? Ikitawanyika. Kwa katika mchezo huu. Kwa hiyo leo tunapokwenda kuzungumza, watu wa mpira leo watakesha. Watu wa mpira leo watakunywa kahawa sana ili wasisinzie. Maana yake wawe na mashahidi wa kweli pinde ndapo wanaume wawili wanapokwenda kusakata kambumbu kule wapi? Misri, kati ya Simba na Al Masry. Magazeti yamechafuka huko Misri. Leo nenda katika nchi 54 wanachama wa kafu. Magazeti yote ya nchi zote yamekwenda kuandika historia ya Simba anacheza na Al Masry. Leo na kuna muda mwingine mwanadamu mwenye akili timamu lazima ujifaharisha katika watu, uonyeshe uwezo wako. Mungu mwenyewe aliumba mbingu na ardhi, ameonyesha uwezo wake. Katika sura moja Mwenyezi Mungu anasema kul huwallahu ahad. Sema Mungu pale anajifaharisha kuambia watu kwamba mimi niko peke yangu. Na sisi leo tunajifaharisha kwamba Afrika Mashariki na Kati tuko peke yetu katika mashindano ya klabu shirikisho. Nani anakataa? Hauzio Kisugu na watambia. Ndio. Lazima tuseme. Lazima tuonyeshe utofauti. Tunapokwenda kuonyesha utofauti ndio huu. Tunapokwenda kutangaza Simba ni kubwa, ukubwa wake ndio huu. Tunapokwenda kusema Simba ndio klabu pekee watetezi katika Afrika Mashariki na Kati, wakati wake ndio huu. Kwenye nchi zote za Afrika Mashariki na Kati tuko sisi. Nani anaweza kabisha katika hilo? Wanakwambia mfike walipofika wao. Leo hii Bipo unajua mimi nimepata furaha sana. Nimefarajika sana. Mimi leo sitaki kuzungumzia watani hata kidogo. Na ninajua lazima utanifuata. Kwa sababu mimi leo nasimama sana kwenye dua na sara. Sio mimi katika hili. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo
mpe ubani maka, mpe ubani mashaka, mwambie rais omba dua timu yako ipate matokeo, atasema Mwenyezi Mungu rumba mbingu na ardhi wajalie Simba apate matokeo mazuri. Hawezi kuiombea timu nyingine yote. Hawezi kuombea Tabora. Unaombea nini? Si tuna dhamana ya nchi. Tumebeba mioyo ya Watanzania zaidi ya milioni 60 leo. Tumebeba mioyo wa Afrika Mashariki na wakati. Tumebeba mioyo ya Sekafa leo. So masiara brother, are you serious? Ukubwa wa Simba ndio huu. Wewe fikiri lako tunakuwa tunasema Simba kubwa inatania. Leo hii kwenye timu zilizoshiriki katika mashindano ya shirikisho barani Afrika, mashindano haya yanaanza, zimeshiriki zaidi ya timu 50 na ngapi? 58. Hivi ninavyozungumza na wewe zimebaki na timu ngapi? 8. Zihesabu alafu nikupe ofa mtangazaji. Kuhesabia nikutajia kwa majina. Taja timu 8 zilizobaki kwenye shirikisho katika timu 58 wakati mashindano haya yanaanza, taja. Merodi, Falabati, Al Hilal, unajua. Malizia. Mbona umekuwa mama? Simba. Niendeleze. Nilikuwa namwambia ndugu yangu Shomari Kapombe. Nilikuwa namwambia ndugu yangu Mohamed Hussein Shabalala. Nilikosa kuongea na Ateba kwa sababu lugha ya kwao kidogo hazifanani, lakini kaambia Shabalala, nenda fikisha salamu kwa Ateba. Nenda fikisha salamu kwa Mkwara. Waambie wao wamekwenda kubeba dhamana ya Watanzania, wao wamekwenda kubeba dhamana ya Afrika Mashariki na Kati. Leo hii wengine bado tuko kwenye sikukuu kwa maana ya furaha. Tunaamini furaha yetu inahitajika kuendelea. Moja wa kuendeleza furaha zetu ni wachezaji wa klabu ya Simba leo kwenda kuitetea Simba. Leo hii wachezaji wa Simba dhamana waliokuwa nayo, yawezekana wao wakawatengeneza watu wa Simba tukaishi katika raha, na wao wanaweza wakatengeneza mazingira watu wa Simba tukaishi kwenye karaha. Wao wachezaji wa Simba wanaweza wakasababisha leo sisi tukaenda kuishi vizuri, lakini pia wachezaji wa Simba wanaweza wakasababisha Kisugu ndio kawa mwisho uhai wake leo. Kwa hiyo wao wajue ndio wana dhamana. Wao wajue ndio wamebeba mioyo. Wao wajue wamebeba utajiri wa wanasimba leo. Wao wajue wamebeba umaskini wa wanasimba leo. Maana yangu kuna watu wengine wanaishi katika mipango ya kubashiri. Wanapokwenda kubashiri wakaiamini timu yao ikaenda kufanya vibaya, maana yake hao wanaingia umaskini leo. Wende wajue, wende wakaipambanie Simba. Naamini kwa maandalizi ambayo walioipata timu yangu. Naamini kwa namna ambavyo mwalimu wa Simba Fadu Guardiola mwembamba alivyojipanga. Naamini kwa namna ambavyo wachezaji wa Simba walivyopokea yale ambayo mwalimu yao anaoagiza. Wallahi kwa uwezo Mwenyezi Mungu Simba anakwenda kupata matokeo mazuri katika ardhi ya Misri. Unaona tunapaki basi. Tunakuja kumaliza mechi au sio? Sisi tunahitaji matokeo brother. Sisi kwa ukubwa wetu leo hatuwezi mindset zetu wetu kusema tunahitaji suruhu kwa Al-Masri. Sisi ni wakubwa zaidi Al-Masri. Sisi ni wasito kwa ubora kwenye bara zima la Afrika. Nenda kawatafuta Masri zaidi ya 128. Tunaingiaje hofu? Sisi leo tunaingia kama majanti kwenye football, tunaingia kama underdogs zidi ya Al-Masri. Tunahitaji matokeo brother. Nimechoka 5-5. Nimechoka kukaa robo finali. Pale Misri Cairo pale, mji mkuu. Kutoka pale Cairo kwenda Ismailia kwa gari kuna masaa mawili. Taarifa nilionayo ambayo sina mashaka, Simba kila akipita Mwarabu alikuwa anajificha kwa sababu analeta historia. Sisi pale Ismailia tushabale Kambungi pale. Alafu alikuja Dar es Salaam mvua ikaokoa na habari yoe. Mtu kashachezea mbili, Joseph Kaniki hapa Shan Rashid. Wewe Masatu mbona unacheka? Unaikumbuka hiyo? Sisi hao. Sisi tunakwenda kuangalia mpira wa kweli. Tunakwenda kuangalia shughuli ya kweli. Hatuendi kuangalia Samjo sisi. Hamtegemei refa. Mnacheza mpira. Hautio Kisugu. Maisha bwana, Waswahili wanasema kupanga ni kufanyaje? Kuchagua. Sisi tumechagua maisha mazuri ya kwenda kuishi katika mashindano ya shirikisho barani Afrika. Zuluma idumu. Nataka kusemaje Kisugu? Mimi nimeishia hapo, nimesema tu kwamba sisi kikubwa tunabaki kwenye dua na sala.
kuombea timu yetu inshallah. Mimi naamini tutapata matokeo mazuri zidi Almasi. Mechi itakuwa nyepesi, mechi itakuwa ngumu. Hatuna sababu ya kuidharau. Tuingie total, vijana wakapambane. Kwa sababu lazima niseme kwenye football unapoingia katika nafasi ya robo finali huwezi kumdharau mtu ambaye unaingia. Nimesema hapo awali hapa timu zimeanza mashindano zaidi ya 58, si ndio? Leo hii tumebakia watu 8. Almasri yupo, tunamdharau vipi? Na ndio maana moja katika maandalizi management ya Simba waliamua kuweka timu zaidi ya siku 5 Misri, kuzoea hali ya hewa, kuzoea namna ambavyo viwanja jinsi ambavyo vilipo. Inshallah mimi naamini kwamba ukiangalia platform za Simba kwenye mitandao ya Simba utaona namna ambavyo vijana wanavyopokea maagizo na namna ambavyo wanavyofanya mazoezi. Matumaini makubwa inshallah. Kesho asubuhi tafuteni Almasri kashalala goli 4. Oya tu jini hapa. Watu wameidiwa milioni 60. Nani hao? Pate sare tu. Bipo. Naomba tusameheane, tusizungumzie mambo ya kisamjo bwana. Nakwambia. Tusidhungumzie usamjo. Leo wa Tanzania focus yetu ni kuiombea Simba. Hatutaki kuzungumzia mipira ya ulela hii. Hatutaki kuzungumzia mipira ya kisamjo. Leo tunakwenda wapi? Shehe, mimi sichezi huku, mimi nacheza Misri. Tutakuja huku. Unajua kuna msemo mmoja wanasema baniani mbaya lakini viatu vyake. Kwani leo ligi wanaocheza inasimamiwa na nani? Kalia. TFF na bodi ya ligi. Ile barua yao kutakayojiuzuru vipi? Shachano au? Hasa watu hamna imani nao, vipi mnacheza kwenye ligi yao? Asalamu alaykum, niwashukuru sana Watanzania. Haya bwana.